Mahakama ya hakimu mkazi Mwanza imemhukumu mwandishi wa habari Alois Nyanda kumlipa aliyekuwa mkurugenzi wa jiji la Mwanza Aaron Kagurumjuli kiasi cha shilingi bilioni 2 baada ya kutiwa hatiani kwa kosa la udhalilishaji. Katika kesi hiyo ya madai nambari 6166 ya mwaka 2024 imetolewa hukumu hii leo na hakimu mkazi mwandamizi Bonaventure Lema, ambapo aliamuru Nyanda ambaye hakuwepo mahakamani kumlipa fedha hizo Kagurumjuli ambaye kwa sasa ni mkurugenzi wa manispaa ya Ubungo, Dar es Salaam. Nje ya viunga vya mahakama tumezungumza na wakili wa mlalamikaji Eric Muta ambaye ametueleza haya. Leo ilikuwa ni siku ya mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Mwanza kutoa hukumu kwenye kesi namba 6166 ya mwaka 2024 iliyokuwa ikimhusu mteja wetu ambao aliwakilishwa na mimi pamoja na wakili mwenzangu Godfrey Mringi kwenye kesi ya madai ya udhalilishwaji uliofanywa na mwandishi wa habari anaitwa Alois Nyanda, ambapo kupitia mtandao wake wa kijamii alichapisha taarifa za udhalilishaji zinazomhusu mteja wetu Aaron Titus Kagurumjuli wakati akiwa mkurugenzi wa jiji la Mwanza na wakati akiwa pia mkurugenzi wa manispaa ya Kinondoni kwa nyakati tofauti tofauti, ambaye kwa sasa ni mkurugenzi wa manispaa ya Ubungo jijini Dar es Salaam. Na katika shauri hilo mahakama imemwamuru Alois Nyanda kulipa fidia ya bilioni 2 shilingi za Kitanzania kwa udhalilishaji aliyoufanya, lakini vile vile kuomba msamaha kwa yale aliyoyachapisha ambayo ni ya uongo, yanaleta fedhea na ni ya udhalilishaji kwa bwana Aaron Titus Kagurumjuli ambaye ni mkurugenzi wa manispaa ya Ubungo kwa sasa. Lakini vile vile mahakama imemkataza yeye, wakala wake au mtu yoyote anayehusiana na yeye kuchapisha taarifa hizo ambazo amezichapisha kwa nyakati nyingine yoyote kuanzia sasa na ijayo, na pia kuziondoa taarifa hizo ambazo amezichapisha zinazomhusu bwana Aaron Titus Kagurumjuli. Lakini vile vile mahakama imemtaka kuomba radhi kuanzia sasa. Kwa shauri limehitimishwa katika misingi hiyo, na pia anatakiwa alipe gharama za shauri ambazo bwana Aaron Titus Kagurumjuli aliziingia wakati wa uendeshaji wa shauri hili. Na sisi tunashukuru mahakama imetenda haki, na kwa sasa tunaangalia namna ya kuona anatekeleza vipi amri hizo ambazo mahakama imezitoa haraka iwezekanavyo. Kama atashindwa, tutaomba utekelezaji, kwa maana ya njia za utekelezaji zinafahamika. Tunaweza tukaomba kukamata mali zake, na kama hatakuwa na mali ya kukamata, basi tuna option pia au tuna chaguo la kumkamata yeye kama mfungwa wa madai vile vile. Utekelezaji unafahamika. Sisi tutaomba utekelezaji haraka iwezekanavyo. Kwa yeye pia anatakiwa alipe haraka iwezekanavyo, na pia ana haki zake za msingi anaweza kuzitekeleza kimahakama. Na shauri lilikuwa mbele ya Mheshimiwa Bonaventure Lema, mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Mwanza. Na tumeshatoa nafasi hiyo, tulimwomba huyu bwana Alois Nyanda aombe msamaha, alikaidi. Kwa hiyo hatuna nafasi hiyo tena. Kwa sasa focus yetu ni kuona namna gani maamuzi ya mahakama yanatekelezwa.